sana kwenye kipindi. Hii ni Radio Jambo. Mimi naitwa Masawe Japani. Karibu sana katika Ilikuwaje, kitengo cha mwisho cha kipindi. Na siku ya leo katika Ilikuwaje nimeweza kupata bahati nzuri kabisa kuweza kumhoji the first woman rep jamani, Rachel Shebesh. Kipindi hiki wadhifa wake katibu mwandamizi wa huduma kwa umma. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana. Happy belated birthday. Thank you so much. You turned 50. 50 and fabulous. Yes. Wanasema 50 don't crack. No, black don't crack. Black don't crack. Well, 50 also don't crack. Yeah. Wow. Siri gani? Siri ya nini? Siri ulivyo jamani, unapendeza. Kujipenda, kupenda familia, kupendwa, kufanya kazi na roho safi na kujijua na kuwa at peace. Okay. Ukifika hii miaka na hujajijua What do you mean kujijua? Unajua ni kusema hivi, kuna vile unaweza fika miaka na mtu bado akai kama amemachua, kama amelani mambo mingi. So hii age yangu nime approach na a lot of peace. Okay. Na nikaji understand sana. Okay. Na nika develop another way ya kufanya what I do. Hata siasa yangu, hata kazi yangu nime develop another way. Lakini the most important ni kwa sababu niliona from the struggles nimepitia. Niko na familia, beautiful children, beautiful husband, family. Nikaanza ku prioritize nini muhimu kwa life. Ni mambo yote tunakimbiza ama kuna kitu kingine more important. Kwa hivyo nikakuja kujua first of all it's more important kuwa na connections na relationships kushinda anything else. Ingine ni bonus. Ingine ni bonus. Lakini connections, relationships, love, togetherness, giving, serving, hizo ndio vitu important. Hizi zingine unapata hata wewe hii job ni bonus. Lakini what you should be concentrating on is ni nani nafikiria kwa roho yangu saa hii kama kwa sawa, ama naweza chukua simu niseme hi, sibina wewe. Ama upate simu unapigiwa na watu. When I'm missing you nini, hizo ndio vitu important. Lakini sisi in life tunakimbizana na mambo, and that's why 50 for me is the beginning of my system service, real service to people in Anza. Niliweza kuona a few pictures of course kwenye mitandao ya kijamii. Your close friends Waiguru was there. How Kuna wageni wengi sana, hata I'm ashamed kusema ni nani alikuwa mahakuwa because walikuwa ni wengi zaidi. Walikuwa wengi. So I was overwhelmed by the love because you need love. Na kuna wengi pia. Was it a surprise ama ni kitu kilipanga? No, ni watu wangu unaona hapa nyuma waliniuliza you are getting to 50. Na nilikuwa na steam sana kufika 50. Nilikuwa nasema when I get to 50 every single month nitakuwa na party ya 50. Suddenly when I was getting there I realized I have more important things to do with your money, with my time, my nini. So wakanipangia watu who love me very much and who are my pillar. Kasema sawa, let's have one big party. So wao ndio walifanya kila kitu. So it was not a surprise. I knew it was going to be there. Lakini ile kitu ni surprise ni how many people turned out na to come and celebrate with you. Na ni watu wengine hata labda sijaongea nao in a while. Until I told myself, some of these people lazima nikumbuke to spend more time. Time is so important. And time you can't get back. True. So for me time is valuable. And friendship is everything. Hapo wali umesema kwamba kwa miaka yako 50 umepitia mambo mengi, quite a bit of struggles. Kama gani? Well, in life, there is ups and downs. Some are personal, others are work-related, for me political, others are health-wise. Na hizo zote nimepitia, nikifika when I've reached where I am, najielewa. Na wacha nianze na personal. Personal kwa sababu ya kuwa a girl in a family who is a middle child, na nataka kuingia kwa siasa na kufind my space na kuona kama watu watani understand na go through relationships na kupata mtoto mapema ndio nikose kuenda university, alafu kuenda kwa university later. Ulipata mtoto kwa umri gani? Nilikuwa na 19 years. Wow. My first born. You were just finished my fourth. You was extremely in love. Yes. My husband currently. So kuanza kwa mother early. Hizo vitu. And then pia in my personal life I lose friends. Something I realized sikujiallow kumwona. I have lost friends and I block. Really? Yeah. Who are these friends? Many, but maybe in the public domain. Is Lona Laboso.
Luna Laboso, the sister of Joyce Laboso. Yeah, the governor. The governor, Yeah. who also I lost the other day. But by the time I was losing Joyce, I have had mentally prepared myself. But for Lona, I was not prepared. For another 2-3 friends, who even if I say their names, you will know them, but super prepared. So I realized that I deal with loss by blocking and not by going through. So that was. You don't grieve well I or don't enough. grieve at all, in fact. Really? I try not to grieve at all. So I just go through the motions. Yeah. Hata unajua pia kuna grief ya kuachana na friends, si ati amekufa, just that you have to separate from a friend. Yeah. And hiyo kitu pia is painful. So that is the personal. Okay. So another thing, sasa nikuje kwa struggles of political life. Hizo kama unajua Shebesh is an open book. Yeah. And my life has always been an open book. Yeah. So hiyo struggle through political, niko hapa mara niko hii chama, naruka kwa hii chama, naingia kwa hii scandal, naingia kwa ingine. Politically pia hiyo niko nashindwa, is it worth it? Nina struggle for what? Yeah. You know? Yeah. So by the time you realize, by the It's way, too much for me. It's too much. Yeah. Lazima ni decide. Yeah. Do I want it or not? Ni matter in life and death. I'm assuming life and death. You have to make that decision. Okay. Now by the time I was going for my seat the second time, watu wakurealize, lakini wale watu walikuwa karibu na mimi, my team and everybody, then you are saying is not about life and death. Yeah. Now ukiangalia kampeni yangu na Esther Passaris, most of the time we were friends. Yeah. Hata ningesema mambo yake. It's never that serious. Nikipata kiti sawa, usipopata yeah. sawa. And I always say I had a very good opponent in her, because she also is got a level of maturity and we didn't go that. Yeah. And when she won, I was just like, next. Yeah. Nilisema tu next. Yeah. No. How did it feel wakati ambapo ulikuwa kwa women rep? Tena wa kwanza. Oh, it was a privilege. Okay. Hakuna kazi nilifurahia kama women rep. Ile kitu tu ilitufrustrate kama women rep. Nini unajivunia zaidi ukiwa women rep? Ile project. Yes, that I mean during your time, nini unajivunia ulifanya kipindi chako? Kuhudumia walemavu, watoto walemavu na walemavu hasa. When nilikuwa women rep, my major project ili niliweka pesa mingi. Ni kila constituency ya Nairobi na ni 17. Niliweka darasa za watoto walemavu. Ndio wawe integrated into public schools. Leo ukitembea every constituency kuna shule. Na hizo shule nilipewa na ministry yenyewe. Nikaweka pesa yangu hapo, tukajenga madarasa, tukaequip, tukaweka choo za watoto wa disability, mali zingine tukaweka kitchen na kuequip kila kitu ndio watoto walemavu waweze kwenda shule kama watoto wengine. Hiyo haikuwa ya kutafuta kula, ilikuwa legacy yangu. Hakuna kitu inanifurahisha kama kuenda ama kuambiwa na parent somewhere, ulisaidia sana. Mtoto wangu anakuwa mlemavu na sasa anaenda shule. Okay. Sasa continuity ya hiyo niliomba Passaris afuatilie na amefuatilia. I can say ameendelea ku-equip hizo classes na kuangalia. The other thing I did, tulikuwa na pesa ya sports. Nilisupport sports of disability, sitting, volleyball, wheelchair, basketball. Hiyo ndio. So my biggest, what can I say, ile kitu najivunia na I want to hold as my legacy ni kusaidia watoto walemavu kuwa integrated na kumaliza stigma. Okay. Unaona serikali ni kama inapatia watu wanaoishi na ulemavu kipaumbele? Sio vile ilikuwa inafaa. Sio vile inafaa. Na unajua kwa constitution kila mtoto ako na right. So ukisikia kwamba mtoto mlemavu hawezi enda shule, that is a fundamental breach of right. Kwanza kipindi cha COVID-19 imeweza kuhoji watu wengi tofauti, wanakuambia it's been bad. It is very bad. In fact, during the time of COVID, nilienda kwa ministry yangu na nikaongea na my CS na tuka raise a few funds from the ministry, wale wanafanya kazi kwa ministry ya public service, na wakanipatia pesa, tukachukua watoto wale wako kwa slums. Hapa EPDK ni hapa, what do you call it? Wayakiwe. Mahali tunaweza peleka watoto kufanya physio. So I always thank God. Kama kuna mtu anataka kusaidia mtoto mlemavu na unisikia, enda Association of Persons with Disability hapa Wayakiwe. Mtoto mlemavu ni 400 shillings per day kupata physio. Ukimlipia hata sessions 10, umesaidia huyo mtoto sana na familia yake. That is my cry. Na mimi naendelea kusema hata at this time of COVID ambao tunaongea, ndio saa hii watoto walemavu hata ndio wapati more concern vile walikuwa wanafanya. Lakini through my association na MPs na watu wengi
watu wameanza kuchukua hiyo issue seriously. Mashule wameanza kuweka emphasis kwa kuwa na madarasa hiyo ya watoto walemavu. Na I think now inachukuliwa more seriously than it was being taken before. Okay. Msikilizaji, niko naye Bi Rachel Shebesh ambaye ni katibu mwandamizi wa huduma kwa umma. Iwapo una swali kwake na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema naye moja kwa moja, nambari yangu you mean it's 130. Wow. Anyway, 22494. Every time I say that, wapi? Ulisema 3, nikwambia 3 things. Okay. Nikasema personal, nikwambia political, alafu nikakwambia health struggles. Health struggles. Okay. Sana takuongea. And that's where we're coming. Yes. That's where we're coming. Yes. Yeah, because recently tumeweza kuona kwamba unasema you actually came out. Kitu ambacho ni it takes a lot of, you know, braveness, manelewa, considering your position in the society. True. Okay, kusema kwamba I suffer from bipolar. Okay, so baadaye kidogo nitakuwa nakupatia fursa kuweza kuelezea kabisa, na pia wasikilizaji kupata nafasi ya kuweza kuuliza maswali. Okay, 22494 namba yangu SMS, nitakuwa nasoma ujumbe wako in a short while. Lakini kwenye kipindi hiki niko naye katibu mwandamizi wa huduma kwa umma Bi Rachel Shebesh, tukizungumza kuhusu masuala tofauti. Kabla kuenda kwa break ulikuwa umezungumzia swala la bipolar, na ulijitokeza wazi na kusema kwamba you've actually suffered from it. How was that for you? Ukizingatia maisha yako, personal life, okay, mahusiano yako na maisha yako katika siasa. Okay. So bado niko na bipolar, si ati mtu I know. Anapata bipolar unakunywa dawa inaisha. Bipolar is lifelong. Mental health ama illness ni lifelong. Ni kitu ambayo utakuwa nayo for the rest of your life, lakini ile kitu watu wajui ni kwamba kuna way ya kumanage. How did you discover? Nilidiscover through my husband. Mimi sikujua niko na problem, lakini yeye alinotice. Really? Yeah, alinotice na akaniambia, I think hii kuongea sana mara nini unajua bipolar ni mood swings. Mara you are happy, alafu sasa umefura, alafu tena umecheka, alafu sasa unalia. It's a very confusing state ya mtu ambaye ako na bipolar, na hata familia ama people who are with people with bipolar. Unashindwa mtu ni nini? Sijui kama unasikianga hivyo. Sasa zingine watu wanasema asubuhi alikuwa anacheka, sasa hivi ako na zile moods. Ni kitu very common watu wanasema, lakini hawajaelewa hadi ya mental health. Before you discovered that you actually had bipolar, how was that for you? Ulikuwa unakusana na watu? Nilikuwa na mood sana. Yeah. I mean hiyo imekuwa, kama unanijua you probably know that, but it was since nili discover a bit in my early 20s. Oh really? 20 something hapo ndio my husband discovered. At least niliseviwa hiyo process ya kuwa the whole of my 20s na 30s going wrong, lakini bado ilienda wrong. Because by the time kubali kwanza kwenda kuona huyo psychiatrist, na psychiatrist akudiagnose na wewe ukubali ndio hii jina ni bipolar disorder ama uambiwe ni hii nyingine, because there are many, alafu uambiwe sasa hivi ndio lazima uanze na madawa. Alafu unapewa madawa, unakuwa zombie. Around you watu wanakuambia wacha na dawa. Unakaa kama something is wrong with you. Unasikiza huyu, unawacha dawa. Unarudi na kwa worse. Unarudi tena. So it is a seesaw. Mpaka siku ile utapata grounding kwa daktari wako who is a psychiatrist, na pia ni vizuri kuwa na psychotherapist. Alafu kuwe grounded, alafu dawa zako sasa zimekuwa stable. My friend, ni process. Ni process, na sio process ya 1 year. Were you in denial at some point? In the beginning sikuwa kwa denial, lakini nilipoanza kupewa madawa na nini kaanza kujiuliza ama ni hii kitu ina exaggeratiwa ama yeye the one exaggerating ama watu wana exaggerate ama nini. Lakini siku ile nilijua hii mental illness yangu bipolar sitacheza nayo tena. Ni vile niliingia kwa depression. Unajua bipolar iko na depression na mania. Mania ni kuwa tu What's trigger the depression? Triggers ni mingi. Kwa mental illness yako, when you go through with a psychotherapist, na ndio nakwambia ni vizuri kuwa na mtu wa counseling, pia kuuliza maswali, ku go back to your history. Trigger for me ni mambo mingi sana. Trigger ni guilt, trigger ni fear, trigger ni kuambiwa no, trigger ni anything touching on my babies. Na my babies ni watu wakubwa, but bado naita anything touching on my family. My immediate family, my extended ni trigger. Ati nikipigwa tu simu hivi niambiwe, by the way,
nani is not fit. Nimeshacheza. Nisiwezi kucontrol my how I will react and it's not right. Because mtu normal hata ukiwaambia kuna emergency you calm down unaingia kwa gari. Mimi ndio sasa ndio nakuwa problem. Mpaka watu walifika tusimwambie. Afadhali hata mtu wewe hospitali wataniambia mpaka after some time. So when I realized, so I was triggered which way. Lakini sikuwa nimeshawa ingia depression ya kweli. Nilikuwa naingia hii ya juu, mani na kufanya mambo mingi, kuongea sana hizo vitu. Lakini hii ilikuwa inakuja kidogo, depression sadness kidogo, alafu tena narudi pande hii ama inatulia. Lakini siku ile nilienda depression ya ukweli ya 1.5 years. Nilijua hapa hii sitacheza nayo tena. From today sichezi na my bipolar and my mental illness. And then on how long ago? Maybe 5. Okay. Maybe 5 years. Okay. Yes. 5 to 6 years ago. Okay. Na nikasema from that time not only sitarudi hapo, I'll do everything I can. Na nitasikiza my doctor, nitakunywa dawa zangu religiously, lakini on top of that nitaongea hii mambo. So nilianza kuongea kitambo. Saa hii watu wanaisikia because nilirudia kwa sababu ya corona. Okay. Yeah. Kipindi kicha depression. Yeah. How was that for you? No hope. No hope in life. Depression ni kama blanketi imejaa maji, wet blanket. Unawekelewa. You know, people say mara nyingi mtu huwa hajui kwamba anapitia depression. Unajua. Really? Unajua. Okay. Because huko yako ilikuwa vipi? Sio, utaki kuamka na sikuamka, utaki kutaka hata kwa room, utaki kuongea na mtu. I mean, vile nilitoka kwa depression after some time when I started getting better. The first time I laughed, nilistuka because I had not laughed in 2 years. No. Kucheka ati joke. I got a shock when I laughed for the first time after my depression treatment. Nilishtuka. Because nilikuwa naona watu wakicheka na uliza how are they doing it. Unajiuliza hebu nijaribu, no uwezi. In this particular case, what triggered this? My depression? Yes. It was probably a lot of things. Hiyo ndio nilikuwa kwa siasa at that time. Pia I was going through again challenges within my family. Yeah. You know when you have told me niko na worry all the time ya watoto wangu nini. So kama mtoto wangu nasikia ako na challenge, inakuwa challenge yangu. And then I don't know kama hiyo that's almost at the same time could realize I might be losing my father at a point later because I think we just realized it was there's a lot happening. Many things. Okay. Sasa zingine hata ukitaka kujua exactly trigger, uwezangi kujua. Yeah. Because ilianza mapema na uliona ikikuja. In fact, kama people around me wangekuwa so organized around me and I mean my family, kunitoa kwa room, kwa nyumba yangu by force kunipeleka hospitali, maybe still ningekuwa hapo na sijawahi toka. Okay. Na mngekuwa mnashimesha lienda huko. To what extremes did you get to? In my depression I went to the real extreme. Na ndio sababu I talk about it. And when I talk about the real extreme, sio kitu I would wish on anybody. Because apart from kuwa hopeless na kuona hakuna point in life, na kuanza kujiuliza maswali mingi and lose hope katika life kabisa, tena unaanza kujiona kama burden. Unaangalia sasa wale watu ambao cannot operate because of you, because of your depression, na unaanza kujiuliza na si napatia watu stress. Sasa watoto kuniona kila siku wanataka kulia, wanalia, hata ninawaona, hata wakitoka kwa room walie kidogo warudi, I can see my mom and dad coming, wanaangalia mtoto wao is disappearing into where wajui, they are not understanding. Hivyo wewe mwenyewe unajiuliza but kama niko such a bother na sioni life ni nini, am I worth being here? That is the most dangerous place to go kama wewe uko na depression. Na hapo ndio familia, I tell you, and I thank God, I call it the best support system you can have. Kama uko na support system nzuri, and I'm calling on to people out there, if you know uko na mtu kwa familia, workmate nini, you can be a support system, utasave life ya mtu. Okay. Okay. Watu wengi wanasema kwamba and then being in Africa, bipolar ni ugonjwa wa kizungu. Wanapuuzilia, unaelewa eh? Unaona mtoto pengine the other day I was watching some story. A woman narrating jinsi ambavyo mtoto wake aliingia kwa depression, shortly akajitia kitanzi
na maybe walikuwa napuzilia, wanasema tu attention seeking, you know. Sijui una yapi kusema kuhusiana na watu ambao hawachukulii kama bipolar ni ugonjwa na mtu anahitaji usaidizi wa daktari. Afadhali wao wanasema bipolar ni wamesema disease ya kizungu. Wengine wanasema because majority wanasema za mzungu problem. Majority wanasema umerogwa. Wengine Kenya the biggest story around mambo ya mental health. Umerogwa kwenye kuna kuanga kuna rogwa sijui nini, so umechizi, so mtu wa madhara, so ama bangi, hizo vitu zote. But saa zingine siwezi blame watu, because hatuja accept kama culture yetu kuongea mambo ya mental health. Hata saa hii kuna watu bado wanaficha their relatives ambao wako na mental health issue. And you know what is so sad is that sometimes unaweza ona mtu needs help, lakini kama familia inasema hapana, nini you can't be helped. So kama tunaweza kuanza kuongea vile naongea, na serikali ifanye hizo civic education mingi kwa watu, we start talking about mental health, because right now tuko na programs mingi sana kwa serikali ambao tume concentrate on mental health, because president ali declare it a disaster during COVID. Mumeona GBV kila rais ya suicide, mambo hiyo yote, depression pia na stress. So unless tuongee vile tunaongea na wewe hapa saa hii, hata mtu akisema hiyo ni nini attention seeker, huwezi blame sana because hajaelewa. So that is why niko na hii campaign ya watu waelewe na pia kutoa stigma. Ukiona mtu ako na mental health, mu approach tu kama mtu ambaye kuna any other disease, because kuna daktari na kuna dawa na kuna management. Why did you come out? Come out to talk about it? Yes. Because I told you niliona first, me am a person who is very open kwa life. Really, my life is an open book. Kuna mtu kwa Biblia. But vile nilipitia hiyo depression na kuambia, na nikaona effect ile ilikuwa in my life in totality, because it affected everything in my family. In my life, sio family too, it affected even my work. It affected everything. Nikaona who else? If I don't speak out, who will? I guess sometimes you have to ask yourself that question. Two, this platform I've been given because ninajulikana, nimekuwa mwanasiasa, saidi kwa serikali. I don't think kuna mahali unaweza enda Kenya hii uulize Shebesh ni nani, kosa kuambia ni yule mama ule wa nini. Somebody will have a reason. If my voice can be added kusaidia wale watu ambao hawana voice, then why not? Because mahali nimepewa hii platform is God given. Kwa mwanamke katika siasa, changamoto zake ni zipi? Kwanza tu kwa mwanamke. I know. Just being a woman. Kama siasa iko na wake, so ni kustruggle. Alafu ukizingatia pia na unajua mama wale walikuja mbele yetu walikuwa had a time, and I always want to recognize them tukianza conversation kama hii. Hawa mama wamekuja before us, walikuwa na hard time kushinda sisi, na bado sisi tuna struggle. I'm talking about the FBS CEOs, you know, the Nyiva Mwendo, the Edda Kashukias, the hour wa mama saa hii Julio Jambo unaongea hivyo, and then wale wengine kama Kenya Charity Ngulu ambao bado wako na madhakarua. Hawa mama wakikuuliza the struggle they went through, saa hii hata sisi I don't know what we are saying. Na ndio sababu we have no choice but to continue this struggle. So kama uko kwa siasa na wewe ni mama, jua the struggle is real. How was that for you na mume wako, watoto wako? Wakati ambapo you are in the, you know, in the thick of it. In the thick of it. Off air, I actually told you, Shebesh, you were very vocal and loud. What happened to you? You know, you go subtle, calm. Na kuna watu wananisikiza wanasema afadhali vile anaongea sana. You know, kuna watu hata nilikuwa na irritate. I think I loved the other one. Kuna watu they love the noise, but the majority who really don't have time for it, and sometimes I think you can communicate. You can communicate forcefully and factually without having to raise your voice. The reason I used to raise my voice, one, as I've told you, most probably had a connection to my bipolar. Because remember I told you mania is one, depression is the other. Maybe I had a bit of it. Two, I would love to be strong, loud, and forceful all the time. I have learned, by the way, I have also learned since being loud and forceful that I can accomplish much more by being calm, still factual, and forceful. It still works. So today there are so many loud voices there who say,
I'm coming to siasa nataka kama Shebesh. Well done. Come and be like Shebesh. Force your way through, knock on doors. You know, I knocked on doors. Yeah. You know, there's nothing I could not have done. Yeah. But when I got here, then it's about time, like, okay, now you've reached, Yufika. When you go to where? To 50? Huko, not Okay. age, kufika kwa hii platform ndio Okay. natafuta. Okay. Unajua this loudness, this boisterousness, this what was also for me to look for my space. And my friend, I looked for my space, and I didn't beg for it. I took it. Yeah. Then I got it. Then I'm here. So what else can I still be looking for? The space is right here. Yeah. If I don't now change my way of doing things to now have the space, how do I use it? How do I make it valuable for the noise with which I came with, for the women cause, because you know me, I'm a feminist, I have no apologies for it. How am I changing this dynamic now that I am here? Definitely, it is not by being sitting in a room. Oh, sorry. Sorry. Umesahau. Kabisa. Sio kuingia kwa room, sorry sana. Sio kuingia kwa room na umeshafika kwa hiyo room na umeshafika kwa hiyo meza na ndio huyu mkubwa number 1, mkubwa number 2, number 3, number 4 ndio number 6. Na unashout nini na ndio huyu anakusikiza sasa hivi. Lakini before ndio nijue lazima ningeshout na nikuje na nisimame na nyuma yangu niko na hawa. You know what I mean? Kwa siasa kuna hiyo jani. Lakini ukifika mahali kwa siasa, believe it or not, lazima uchange tact. Na hiyo tact ni sasa mahali niko kwa sababu niko kwa serikali. Mimi siwezi chukua hii microphone sasa niseme serikali lazima ifanye. Si ni mimi. Yeah. So kuna time nilikuwa nasema serikali lazima ifanye nikiwa kwa bunge. For the last 10 years nilikuwa nominated na nikiwa women rep. Yeah. Sasa hii watu wakisema serikali ifanye hivi kwa wamama, serikali isimamie wamama wale wanapitia GBV, mimi ndio niko na answer. So I think you understand. Kabisa. Change yake Okay. is actually even sometimes lazima iwe deliberate. Okay. Na kuona wewe ni mzalendo sana nikiangalia bracelets zako. Nimeona ukiangalia sana na shindo ni unaangalia. Moja hapo imeandikwa uhuru. I tell you. Wow. Mimi uhuru damu. Wewe. Kabisa. Handshake manenos. Uhuru mali yako. Handshake BBI. Nini? Building bridges, iitwe Big Four agenda. Mimi uhuru akisema left to left, right to right. And sio na ujinga. I want to explain. Okay. Hakuna siasa mimi sijapiga mpaka ya Raila. Because nikiwa kwa ODM, hapo ndio nilikuwa na kelele mingi na kama Raila TV. Nikukumbusha kidogo tuimbe. TBMC nilikuwa nimewaacha. Nilikuwa nimewaacha. Lakini this is my point. Okay. Kama singepitia chama ya ODM na nikagrow, hapo ndio niligrow kisiasa. From youth leader nini mpaka nikakuja nikasimamia Nairobi kwa ile referendum ya kwanza. Anyway, kama singekuwa nominated na ODM na one Raila Amolo Odinga, singejulikana Kenya. Okay. So you thank him to give you the platform. He is the reason. Okay. Shebesh exists. Okay. And that is why mimi naambia watu kwa siasa wacheni upuzi. Hata kama umetoka hii chama, toka na manners, toka na heshima vile mimi nitoka ODM. Nitoka na heshima kabisa mpaka nikawaambia because I'm nominated naweza resign. Because mimi nimeona hapa honestly sipati kiti. Kwa sababu unajua mimi najua kuchora kisiasa, nikajua lazima nihame. Nikiingia chama kingine ya TNA nikitafuta Uhuru Kenyatta, ndio ilikuwa first time ya mimi Uhuru kuongea. Okay. Hatakuwa tumeshaongea na siasa, tumekuwa Uhuru za kwanza aliniambia usikuja hapa kunipatia ushene ama kuniambia mambo ya Raila ama Aida ama Fidel ama Winnie ama Rose. Nikastuka. Kambia ODM. Kambia those are friends. Very close friends. Msikia natoka ODM niingie huko. Nikamwambia sasa siko na mshene mwingine sana niseme. Akaniambia sasa jua Uhuru ni nani. Okay. Na akaniambia Uhuru ni nani. Yeye mwenyewe akachukua time. Umekuja kwangu, unanijua, tujawahi ongea, sawa first time. Tukajuana. Nikamunderstand, akaniunderstand. Kama ni level yetu, tuwezi ingia kwa siasa ya kufuata mtu kama ujui what it stands for. It is very ni irresponsible kwa politician kama sisi mali tumefika. Kufuatana tu na wave. Surely at this time watu wanangojea something a bit more tangible from us. And therefore I'm just trying to tell you how you are in one party, when you go to the other party, the only thing toka na heshima pia ingia hapa na heshima, jitambue vile utakaa kwa hii chama, be open. Mimi I fight for women. Unajua vile hata niliingia TNA
niliambia president, unajua mimi nimekuja hapa na agenda ya mama. Akajua nimejua. Nimekuja kutusumbua. Nikasema nitawasumbua. Because another great strength ambaye sitaki kuachilia na sitawahi kuachilia ni kupigania haki ya mama. That is why actually I'm in my dream job. Hii job nilipewa na president ni kama dream job yangu. Because sasa na deal na hiyo mambo niko napigania. So when you say why am I wearing uhuru? Namba uhuru first of all it means independence. So hakuna mtu hawezi vaa hivyo. Of course, Lakini mimi navaa inanikumbusha independence, but also it reminds me who I'm loyal to. Kwa siasa afadhali kama ulishawahi via Raila. Hatukuwa na kitu kama hii. Okay. Lakini kutukua na vitu zingine tulikuwa tunavaa. Okay. I mean loyalty is very important. Na one thing I was taught by my dad, aliniambia loyalty ni number 1, 2 and 3. Usitafute kitu kingine kwa siasa kwanza. In politics kama unaona umechokeshwa, uwezi kaa nini you can't do this anymore. Uwezi kuwa leo anymore. Toka na heshima. That is when watu watakurespect. Lakini ukitoka bila heshima ama ukae kwa chama vile tuko kwa chama saa hii na una betray ule mtu ambaye you know has created what you are. So ume lose loyalty, ume lose value yako. Okay. Safi. Kipindi hiki sijui dakika 2. Imagine it's already 2. Clearly we have a good time Wacha nipatie wasikilizaji nafasi kuweza kuuliza maswali 2 3. Dr. Rogers Wakoli anasema swali langu kwake kuambiwa na alikuwa gavana Kidero, je, ni ukweli alilipwa hicho kitita cha pesa? Google is your friend. Okay. Your story. Tired story. Okay. Umesikia hiyo mambo? Fatma Jacobs anasema very good of you to come out kuzungumzia swala lako la mental illness. Jambo zuri zaidi. Wacha tuende tupokee simu 2 3 tafadhali, maana pia mdomo tupigia kisogo. Radio Jambo, nazungumza na nani? Hello. Kidogo namba yako simu yako ipatikani. Philip ukiwa Kajiado. Philip? Vipi swali lako tafadhali? Asante Philip, habari yako? Swali langu la kwanza. Hapo na mpango gani ya kisiasa, kwa sababu sasa tunaelekea nyingine sasa, kwa sababu umeangusha na ukanyamaza. Alafu swali la pili nilikuwa nataka kuuliza. Wewe na milioni 30 ndio vitu karibu ongezeko ama ukweli? Okay. Peter ukiwa Ngano? Peter ukiwa Ngano. Wasemaje? Hapa. Fiti. Alinia mgeni hapo. Asante. Kwanza mimi nakupenda sana kwenye huo gorofiki yote. Okay. Tunapambana na hawa jamaa bila kuogopa. Sasa swali yangu nikuulize. Una device wale watu wanahama kuna sometimes wananiboa hata mimi. Unaweza wa device yake na sisi kama wananchi wa kawaida. Tuwafuate au tuwafuate? Okay. Kuhama kwa vyama, I presume. Kwa wakano. Huyu ni modo wa 5 tena. Jackson uko Kimilili. Hello, Mheshimiwa Sebe. Hi, how are you? Mimi ningependa kwanza ni kukupatia heko kwa msimamo wako. Wewe ni mama wa msimamo mmoja safi kabisa. Thank you. Na hata miaka zingine iwapo utakuja kusimama kama rais wa Jamhuri wa Kenya, nitakuunga mkono na nikukambenie. Asante. Mimi niko Kimilili hapa, naitwa Jackson Okode. Thank you Jackson. Kwa sababu ya muda, swali la mwisho tafadhali. Ken Tuzo ukiwa Likoni. Ujambo. Mzuri sana. Ken Tuzo wa Likoni. Yes, Ken. Mimi nataka kumshukuru Shebet sana. Kwa hiyo hicho ametueleza na mambo ya depression. Najua si rahisi watu wengi kujitokeza na kuongelea mambo anayopitia. Nashukuru sana. Thank you Ken, asante sana. Okay. Tunakana swali hapa ni mbili tu. Mpango wa kisiasa. Na moving. Na kuhama kwa vyama. Siasa. Okay, saa hii because sitaki kuongea ati watu wataniambia Kenyans will decide sijui nini. Truly, na sio ku-exaggerate, siweki energy yangu kwa 2022 saa hii. Kwa sababu kuna mambo mingi sana inaendelea. Many.
na ukianza kuweka concentration yako sahi kwa 2022, I promise you sitafanya ile kazi. No, but are you thinking of actually doing active do you know, politics? Nikiulizwa, I have been saying this to anybody anataka kusikiza. Mimi ningependa kukaa kwa public service. Kukaa kuhudumia Wakenya katika serikali. Kwa sababu nimehudumia Wakenya nikiwa nimechaguliwa. Nimepigania haki ya wale ambao wamenipatia kura. Saa hii nimeingia kwa serikali. Ndio nimejua umuhimu wa kukaa kwa serikali. Saa hii ndio niko na budget ya kuweza kuexpand hii pesa tunapatia wamama, hii mambo ya jinsia kupigana nayo, hii mambo ya vijana, ninaona kama this is where saa hii my heart is. So 2022 hata nikisema saa hii itakuwa tukipindi, unajua watu wa Nairobi wangepanda tu nisema tu nitasimama hii kiti ya kuzungumzia, lakini sitaki kuzungumzia. Nikurudishe nyuma kwa sababu na kuzungumzia masuala ya gender. Kipindi hiki wanawake wengi wako katika vita vya nyumbani, wanapigwa zaidi. Wewe ukiwa katika wadhifa huu, maanake mara nyingi mtu anashindwa kutoka kwake. Anasema leo natoka lakini naenda wapi? Are there enough safe homes za kina mama? Yaani leo najua hali yangu ni hii, na kwa pengine labda hata namtegemea yule mume wake. Hali yangu ni hii, I cannot financially depend on myself. So I will have to stick here. Get violated properly, but I can't move. So ni vipi serikali inaweza kuweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba huyu mama kesho anaweza amka tu asubuhi aseme, you know what, I am calling this number 1195 na napata usaidizi na natoka na watoto wangu. Kumbe unajua hiyo namba. Of course, I'm a woman. Sio ndio 1195 nilikuwa nataka kuanza nayo. My question, moving on, your question nimeshika. After 1195 then what? Yes. Na hapo ndio tumekuwa na challenge na nakubali na wewe. So what we have done tangu hii crisis iwe crisis na president akatuambia sitaki stories. 1195 beyond it ni nini? Because ukipiga simu vile umesema utaenda uandike statement. Mara nyingi alafu utarudi tu nyumbani na hakuna kitu itafanyika. Number one, ni put on, ni kuweka accountability kwa polisi. Unajua polisi ukienda hata na hiyo 1195 ama uende kwa police station, hata kuandikisha statement inakuanga another violation. Zile maswali unaulizwa nini ni kama wewe ndio fault. So already lazima tungefanya kazi na police na tukae na inspector general, mtatusaidia aje. Two, victim akikuja anahandliwa aje. Vile umesema mambo ya safe houses, hatuko na safe houses za kutosha. Saa hii ndio hizo tunangangana nazo. Because bila mahali mama anaweza kujisaidia kuenda kukimbia, akirudi nyumbani it's the same. Lakini nikuulize ya mwisho, hatuwezi police mafamilia na majamii. Kweli. Our biggest also interaction ni with social leaders, makanisa, mosques, elders wa community. Honestly, let us also agree kuna issue ya mental health. Na hiyo ndio kitu ambao watu haongei. Because he increase ya mental health is because ya GBV. Na utapata huyo mwanamke atakwambia bwanangu hajawahi nipiga. Tujawahi fika hii stage, lakini sasa hana job. Ako nyumbani. Anaona stress ya hana chakula, hana nini. And it's both ways, by the way, kuna wanaume wanapigwa. I can also tell you. In both ways. That is where also he push ya sisi pia ku address mental health. So in short nasema hivi, number one, safe houses. Sasa hii tumefikisha hapa, at least tunatafuta if in every county tungekuwa na safe house. Na tuna work na women reps wametusaidia sana. So far wako na 8. Tuna work na county governments in their hospitals. Wameweka GBV recovery centers. Most governors wametuwekea hizo recovery centers. Ndio ukienda kwa police station kuna hospitali unaweza pelekwa ya level 4 na level 5 ambao utaangaliwa before we get to a safe house. Tumesha pia introduce kwa funds zetu za na zipo tofauti kwa different counties ama ni tu. No, we are trying to make it to standard because what we had mostly sahi ni zile private ama zile za makanisa na nini. Lakini tulijiuliza kama serikali we have to put something on the table. Ujue health is devolved. So lazima tuongee na magovernors na nimetembea counties almost zote nikiongea na governors mambo ya GBV recovery center. Many of them wameweka hizo GBV recovery centers and we are thankful. Pia lakini nimesema women reps wako na pesa ya ku build safe houses. So far tangu tuanze kuongea nao, we have actualized 8 of them in 8 counties. We are hoping by the end of this term tuta actualize almost all of them. Hizo kama hatujaweka kama structure, then we can agree we are really not doing much about the GBV. So hata hii corona, hata kama vile imetukalia na imetuletea mambo, imetufungua macho kwa mambo mengi na imetupatia sense of urgency, na ndio hiyo sense of urgency ambao tunafanya nayo kazi kama
serikali katika hiyo mambo ya GBV. Okay. Yeah. Ushawahi kuwa trolled kwa maisha yako? Kwa sana. Trolled ni kufuata watu na watu kwa media. Kwa sana social media. Mimi nimeuza magazeti Kenya. Mimi nimeuza ma social hizi ma platforms zinaitwa nini? Ni kitu gani? Nimechukuliwa. Ni kitu gani? Google is your friend. No. Now that you're here. Yeah. Ni kitu gani kilikuweka chini zaidi? Which story ama vitu gani ambavyo viliweza kusema katika mitandao ya kijamii? Really hurt you. Hiyo Kidero. Lakini to move on. Okay. And by the way, just to say, if there is a man ambaye sahi we can talk, tunaweza ta discuss ta siasa. Did you apologize? On public television? Yeah. No, to you? Oh yes. Okay. Many a time. Okay. And even to my family. Na sasa hivi mahusiano yenu? Very cordial. How did your husband feel? Slighted but forgave as well. Okay. Okay. So we are good. Okay. Wengine wanasema, okay, you were very vocal at some point. Then there was this scandal, Sonko story. Na story hii pengine ndio ilikufanya kidogo ukatulia katika siasa. Do you believe like he killed you politically? No, he didn't. I didn't. Mimi ndio niliingia kwa depression, nimekwambia, for many factors. Yeah. Na ikuwa one factor. Na hiyo depression ilipotoka, kwanza nilikuwa nimekaa sana bila kuwa kwa siasa because I was in depression. Yeah. So vile nitoka kwa depression na kujisimama ama nini, it took a while. Lakini nilitoka na nika campaign. And by the way, I put all my effort 100% kwa campaign yangu. I don't blame anybody for my loss at all. Okay. Kama nili lose na nilikuwa nimewin before, there is always a winner, lazima kuna loser. Hiyo kuruzi yangu in 2017, I lost with 700,000 votes. Pasaris alikuwa na 800,000. But I had 700,000 watu wa Nairobi ambao waliweka jina, walitik jina yangu kwa ballot. Sasa ukikuwa na 700,000 votes, how can you call yourself a failure? Lakini katika kwa siasa, there must be a winner and there must be a loser. Lakini in all that, me I keep very good relationships na watu. Because nimekuambia relationships zimekuwa more important to me na friendships na vile tunaweza ongea kushinda hizi mambo mingi ya kusema kuna nini, you know ni nani. You know hata huyo mtu unataja saa yako ako wapi? Sasa ni nani utablame? You know tukiblame each other for each other ati ndio alinimaliza, ndio amefanya nini? Hakuna mtu time yake ya siasa ikujangi ya kuwa juu ama kuwa chini. And you know when you are down, you can only go up. Na ukiwa up, you can only go down. So ni vizuri kwa siasa ufike mahali ujibalance. Usijaribu kuwa too much, na usijaribu kuwa nini, just balance your life. So sahi hiyo story watu wanapenda kuongea, let me just demystify it. I do not blame anybody for me losing my election in 2017. Kwa sababu if 700,000 is a loss, then I don't know what a win is. Okay. Safi. Maneno yako ya mwisho Shebesh kwa sababu ya muda. Nasemaje? Okay, not to be okay. Ni sawa kukosa kuwa sawa. Tafadhali kama mmenisikia leo na kuna mtu anafikia vile nimesema, kuna mtu ako familia naona mtu kama huyo, kumbuka tu kuuliza mtu, how are you? Uko aje? Please follow up na huyo mtu ambao unaona, huyo mtoto wako, huyo husband wako, huyo bibi yako. Ongea tu na yeye more than 1 second. Na uwezi jua kama wewe ndio utasave life yake. Okay. Ni sawa kukosa kuwa sawa. Ni sawa kukosa kuwa sawa. Kama uko sawa niko sawa. Unajua sawa? Sijui nikucheze. Niko sawa. Niko sawa. Rachel Shebesh, nasema asante sana, kila laheri kwa mambo yako na kila laheri kwa kampeni yako ambayo sasa hivi umeanzisha. Ichukua ujasiri mwingi zaidi. Thank you for the platform. Welcome. Karibu sana. Asante sana. Nasema asante sana. Okay. Na kwa wale wote wamekuwa nami kwa